Tunataka kusema ya kwamba kumshukuru Mungu wetu sababu tena katika safari hii ndefu ya kulieneza neno lake katika milima na maponde na vitongoji. Tunaendelea safarini kutembea na kuzuru watu penye wanapatikana maboma zao na ndani ya nyumba zao. Ukitazama hapa tuko ndani ya misitu, ukiangalia upande huu ni mahali unaona ya kwamba ni mashamba makubwa. Ukiangalia upande huu pia ni mashamba makubwa, watu wanaendelea kulima. Lakini hivyo ndivyo Yesu alivyotuamuru ya kwamba tuwe tukifanya katika hii kazi yake. Kwa hivyo sasa tunataka tutazama tuone ya kwamba Mungu wetu alisemaje katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 9, tukianza mstari wake wa 35 kuteremka pale, ndio tuone vile Mungu anatushauri katika kufanya hii kazi yake na vile inastahili kufanywa katika kuendelea. Mathayo 9:35. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Sasa ni mahali kama hapa. Tunatembea kwa misitu, barabara ndefu ili ya kwamba tufikie watu katika vijiji hata ingawa wako mbali, tueneshe injili. Akifundisha katika masinagogi yao. Kwa hivyo alipokuwa akizunguka, hakukuwa anazunguka tu safari yenye haikuwa na nia ama na jambo la kufanya, alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Kwa hivyo lazima uwaendee watu mahali wanapatikana, ukiwakuta ndio urudi kuja kuwafundisha katika penye sinagogi ndio wapokee Yesu. Naendelea kusema na kuhubiri habari njema ya ufalme. Kwa hivyo tena katika fundisho hili unaendelea kuhubiri habari njema ya ufalme. Kwa hivyo kuna habari zingine ambazo sio za ufalme. Kama sasa unaona watu wengine wamesidi sana katika mambo ya siasa, mambo ya vitina, mambo mengine yasaidii, badala ya kuhimizana katika habari njema na mambo mazuri ya ufalme ndio yataleta uzima na ukombozi wa milele. Na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa hivyo Yesu zaidi na kuhubiri habari njema ya ufalme, vile vile alikuwa anaponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa hivyo watu waliokuwa na shida mbalimbali walikuwa wanaponywa na huyo Yesu. Na sisi ametuidhinisha tukiwa katika sayari ya dunia tutende hayo, tutende vivyo hivyo ili ya kwamba tulete wengi ndani ya Kristo. 36 ikasema. Na alipowaona makutano. Sasa cha kusangasha ni ya kwamba Yesu alipowaona makutano, yani kumaanisha watu, aliwahurumia. Yesu akawahurumia sababu yeye amejaa na huruma. Kwa nini akawahurumia? Kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Naam. Tunaweza kusoma fungu la 37. Akasema ndipo alipowaambia wanafunzi wake. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake kama nami nakwambia leo hii. Mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi. Lakini watendakazi ni wachache. Lakini watendakazi ni wachache. Kwa nini? Unaona kama mahali hapa tuko. Hapa sasa tumefika. Walisemaje hapa? Baringo. Hapa tumetoka Laikipia, tumekuja Baringo. Na tena penye tunafanyia ni katika mpaka wa Samburu. Hapo tunakutana na watu, hapa kuna misitu, kuna wanyama hatari hapa wako hapa ndani. Kuna watu ambao ni bandits wanapatikana katika mahali hapa, lakini pia na wao wanahitaji Yesu Kristo. So this is a very unentered area. Lakini tunashukuru Mungu ya kwamba katika ule muda tumekaa hapa, tumeona mkono wa Bwana, watu wamekuwa wakijitolea na watu wamekubali Yesu wa Sabato, wamesema hakika wanamhitaji Yesu sababu hawajaisikiza somo kama hili na mafundisho kama haya. Hata ile mahubiri tunafanya pale katika ile center ndogo ya watu wachache inaitwa Seria. Hapo na karibu kwa kina Maina Nchenga. Hapo ndio sasa unapata ya kwamba mambo inafanyika na ikionekana ikielekeza watu wengi wamekubali katika hilo neno. Hii kazi ya mahubiri watu wote wameitwa, lakini ni wachache wameamua kuifanya na wamechagua kuifanya. Kwa nini? Watu wengi mazingira kama haya penye hatuna maji ya kukunywa, hata ya kuoga saa zingine ni shida. Hakuna watu wa kuhubiria. Unaona sasa hapa michi iko mbali sana, mashamba ni makubwa, kuna misitu na kuna mambo mengi na hili neno halijatambulika hapa. Lakini Yesu alisema namna gani alipokuwa katika sayari ya dunia? Mathayo 24 fungu lake la 14. Kwa sababu tunatimiza maneno haya, sio kazi yetu isipokuwa mwenye mwanzilishi wa kazi hii ambaye ni Yesu Kristo ndiye ametuhimiza na kutuambia ya kwamba tutembee milima na maponde katika kufanya hii kazi. Yesu akasema tena habari njema ya ufalme. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kwa hivyo kumaanisha ulimwengu wote.
Kama sasa hapa kwetu Kenya tuko kaunti 47. Hapa penye tuko ni kaunti hizo tumepakana. Kwa hivyo hapa ndio ulimwengu, na katika nchi za mbali hili neno linafanya nini? Linahubiriwa. Kwa hivyo sio kazi yetu, isipokuwa kwa Yesu Kristo aliyetuumba na akatumiza tufanye hayo, halafu kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hivyo sasa hili neno linahubiriwa ya kwamba sio ya kwamba watu ndio waokoke, isipokuwa linahubiriwa kudhihirisha ya kwamba Yesu ni Bwana na liwe ushuhuda kwa watu wote. Halafu hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo hili neno tunalihubiri kudhihirisha wito wa Yesu Kristo, na hakika hii ndio kumbukumbu inaonesha ya kwamba baada ya injili hii itakapokamilika katika pembe nne za dunia, Yesu ndipo atakaporejea. Na ni kwa nini anasema ya kwamba tuingie ndani vitongoji na kulihubiri hili neno? Ni kwa sababu gani? Petero wa pili 3 mstari wa 9. Petero wa pili 3 mstari wa 9. Maandiko yanasema namna gani? Nasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia. Kama wengine wanavyokudhani kukawia. Bali huvumilia kwenu. Bali uvumilia kwetu. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Sasa hapo ndio kuna pointi yangu. Yesu ni kwa nini acharudi? Ni kwa sababu amevumilia, hataki wewe upotee, hataki mimi nipotee, hataki mtu yeyote apotee. Sababu wote aliwakomboa katika kuwafia msalabani. Ndio sababu Yesu acharudi. Kwa hivyo wewe mpenzi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unaposikiza ujumbe huu katika masaa haya, ujue ya kwamba unahitaji, na ndio kwa sababu yako labda uchaokoka, ndio sababu anakupatia nafasi ukaokoke nawe ukawe kwa jinsi hiyo. Je, ni jinsi gani mtu atakapookoka? Hebu nisomee Warumi 10 tukianza mstari wake wa 13 kuendelea mpaka 17. Tuone kuna mtiririko na jinsi ya wokovu na ni jinsi gani watu watakavyookoka. Kwa sababu hiyo maandiko yanasema kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Basi kwa hivyo kitu cha kwanza, wokovu unakuja kwa kuliita jina la Bwana. Kwa hivyo kila mmoja lazima ahimizwe ndio ailite jina la Bwana, alafu akaokoke. Alafu mstari mwingine, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Sasa itawezaje umuite yeye usiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena utamwaminije yeye usiyemsikia? Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima uaminishwe. Wakati umefundishwa ndio umuite na umwamini ambaye huyu umeaminishwa. Naendelea kusema tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena watamsikiaje pasipo mhubiri? Kwa hivyo sisi kama wahubiri watumishi wa Mungu tumejitolea kueneza hii injili katika pembe nne za dunia, ili ya kwamba tuaminishe watu kuhusu Yesu Kristo, lakini si kuaminisha katika mapokeo yale yamejaa sana siku hizi katika dunia. Wengine wanaona wanaaminisha wengine katika kutumia maji matakatifu, wengine wanaaminisha wengine katika kutumia vitambaa, wengine katika kutumia uzi, wengine katika kutumia mafuta ya upako. Hiyo imani sisi hatuna, isipokuwa tunaaminisha watu Yesu wa ukweli, Yesu wa Biblia, yule ambaye ametangazwa katika maandiko, aliyesaliwa, akafa, akafufuka, akaenda mbinguni, akaenda kutuandalia makao, na akatuahidi ya kwamba atarudi tena, na penye ako tutakao huko sisi. Naendelea kusema tena wahubirije wasipopelekwa? Sasa watahubirije wasipopelekwa? Kwa hivyo tukiwa hapa hatujakuwa hapa kwa uamuzi wetu, isipokuwa ni Mungu ametupendelea, ametupa kibali, amesema nenda kwa ile misitu, tembea ndani ya vichaka, tembea ndani ya michi na mkanene hili neno kwa wana wangu, sababu ametupa kibali. Ndio sababu tunahubiri. Naendelea kusema ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Sasa Mungu amesema ya kwamba ni mizuri na miguu ya hao wahubirio habari ya wema. Kwa hivyo ni kumaanisha miguu yetu na vile tunakanyaga imepalikiwa, kwa sababu tunahubiri neno ambalo ni neno la ufalme. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Lakini sio watu wote wataitii ile habari njema. Si unaona hata kule penye tunahubiri, wengine wanasema ya kwamba wanasema hii imani hatujaisikia na hatujui kama iko. Imani ya Adventista wachichua kwamba sabato ni nini. Ulisikia wengine tukiochiana katika ile machira tunaochiana mpaka saa 7 usiku, wanasema ya kwamba itawezekanaje ili ya kwamba iwe ya kwamba sabato ninaenda kanisani. Wengi unaona hata maziko hapa wanafanya siku ya sabato. Ndio wanaenda shambani, hata ukiangalia vile tumetoka hapo katika hii mashamba, siku ya sabato ndio wanalima sana. Lakini nataka kushukuru Mungu kwa sababu wale tumechangamana nao, tumenena nao, wamekubali ukweli na hakika wameamini tuwapatiza na wataingia katika sabato, na hiyo ndiyo itakuwa furaha kwa Mungu na hata kwetu wenye ambao ni wahubiri. Naendelea kusema
Biblia ikasema maana Isaya amesema Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo wale ambao tunayowaaminisha katika kumkubali Yesu na kuingia katika uzima, sio kwa uwezo wetu ama nguvu zetu. Tunasoma andiko, wanaliamini hilo andiko, sababu liliandikwa na Kristo mwenyewe. Andiko ni Kristo, sababu yeye ndiye neno. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo palikuweko na neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Na hili neno hakika ni Yesu Kristo. Unapoona katika Yohana 1:14 inasema ya kwamba neno liligeuka likawa mwili. Kwa hivyo iliyokuwa mwili ni Yesu, hivyo kubainisha ya kwamba Yesu Kristo ndiye neno na ndiye tunayemhubiri kwa kila mmoja, kwa kila kiumbe, kwa kila kabila, kwa kila lugha, wote tuungane katika pamoja ili atakaporejea tuwe na uwezo na nguvu ya kuimba wimbo Musa na mwana kondoo tukiendelea katika mbinguni. Kwa hivyo mpenzi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, huu uchumbe unaendelea katika mahali hapa kueneza kwa kila mmoja vile Yesu ameidhinisha, ili ya kwamba tukifanya haya ndio wapate nini. Mathayo 28 mstari wake wa 19, ukianzia 18 msingi wake itakuwa bora zaidi. Tukiendelea chini inasemaje? Biblia ya Mungu ikasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hivyo aliyepewa mamlaka ya hii sayari ya dunia na mbinguni ni nani? Ni mmoja ambaye ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Kwa hivyo hamna mwingine akona mamlaka. Hata wengine wako na hii mamlaka, ni mamlaka ya muda tu na masaa machache yatakuja kuisha, lakini mamlaka yanayoidhinishwa ni mamlaka ya Yesu Kristo. Sasa akiwa jinsi hiyo, ni wakati alikuwa safarini, amekufa, amefufuka, ametembea na mitume siku 40. Sasa anawaaga akienda, ndiye anawaambia haya. Sasa anasemaje? Akawaachia kazi gani? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Sasa Yesu anakuamuru, ananiamuru mimi na wewe tuenende katika mataifa yote. Tuwafanye kuwa wanafunzi. Ili ya kwamba tuwafanye kuwa wanafunzi. Kwa hivyo tukienda katika haya mataifa, hatuendi kuhubiria watu na kuwaambia ni jinsi gani wanastahili kukua, lakini isipokuwa sio kwamba jinsi gani watakavyoendelea katika mapato, lakini ni kuwafanya wanafunzi wa nani? Wa Yesu Kristo katika neno. Na Yesu Kristo alipokuwa katika sayari ya dunia, akitembea, alipofuru sasa kuanza kazi yake, alienda mpaka baharini penye walikuwa wanafua, na hao wafufi akawaambia ya kwamba sasa nitawafanya wafufi wa wanadamu. Kwa hivyo na sisi hapa tunahimiza watu, kama hapa tumeona watu wengi ni wakulima, ili ya kwamba tuwaambie zaidi ya ukulima, tunataka kuwafanya wakulima wa wanadamu ili waokoe lozi nyingi sije kwa Yesu. Ndiye anaendelea kusema, ikasema mkiwabatiza kwa jina la Baba. Kwa hivyo baada ya kuwahubiria na kuwafanya wanafunzi, kisha Mungu ametukubalia tuwapatize kwa jina la Baba na lile la Mwana na lile la Roho Mtakatifu. Baadaye na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Kwa hivyo uchumbe ule tunafundisha watu, sio ya kwamba ni mambo yetu, isipokuwa tunawakumbusha na kuwakumbusha yote yale aliye Yesu alituambia na tuliyoamini kupitia kwa neno hilo, ili ya kwamba wote waokoke. Je, tukiwa katika hii safari tu peke yetu ama tuko na nani? Endelea kusoma. Biblia ikazidi kusema nipo nanyi Naam, niko nami siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo hilo ni mstari wa maana sana, ya kwamba hata ingawa tunazunguka ndani ya vichaka, kuna miiba, kuna mambo mengi, kuna hatari nyingi, kuna watu wenye wako mpaka na bunduki na kila kitu, lakini ni kumaanisha huyu Mungu yu pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Kwa hivyo tuko katika yeye. Kwa nini? Atatutendea namna gani? Katika kitabu cha Zakaria 2:5 tuone ya kwamba atatutendea namna gani ikiwa tuko naye. Zakaria 2:5. Inasema, kwa maana mimi asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote. Nami nitakuwa huo utukufu. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba hata tukitembea katika hatari, ni kumaanisha ya kwamba huyu Mungu ambaye ni nguzo ya moto anatuzunguka katika pande zote na kutukumbusha katika hiyo hatari ya kwamba tujue ya kwamba Mungu yupo na Mungu yuacha, ili ya kwamba tukiendelea katika hali ya neno hilo, tukiendelea kuhimiza wapenzi. Sasa katika pita zetu tunapozuru katika poma za watu kulihubiri hili neno, tumeingia ndani ya mji wa mzee wetu, tunamuitaje? Mimi naitwa Ng'ang'a. Mzee Ng'ang'a mwenye amefuga hizi mbuzi
ambazo zimeandikwa katika kitabu cha Danieli 8 mstari wake wa 5 mpaka wa 7. Na hii mbuzi ni ile unasikia ya kwamba ilikuwa inaitwa beberu. Na hiyo beberu inafaa kuwa na pembe mbili, lakini hii sasa iko na pembe moja. Ni sawa na kama ile iliyonenwa katika kitabu cha Danieli 8 mstari wake wa 5 ikisema ya kwamba na nilipokuwa nikifikiria, tazama beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuiguza nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Kwa hivyo sasa, kama hii unaangalia iko na pembe mashuhuri kati ya macho yake, kama hiyo beberu mwenye alikuwa akinenwa. Na hii pembe ikafanya nini katika fungu la 6? Naye akamwendea huyu kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemuona akisimama karibu na mto, akamsambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Fungu la 7, nikamuona akimkaribia kondoo mume, akamuonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazifunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa na nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo uwezo kumwokoa kando mume katika mkono wake. Kwa hivyo ukiona kondoo huyu beberu ako na pembe katikati ya uso wake, vile na yule mwingine ako na pembe mbili, lakini mwenye ako na pembe moja alikuwa na nguvu, akaipiga na kuisukuma. Katika huu ni mkusanyiko na utengano wa serikali ya tatu katika kile kitabu cha Danieli, ambao ni serikali ilikuwa inaongozwa na mtu anaitwa Alexander the Great, ambaye alikuwa ni kijana mdogo. Na hii mfano ukaonekana ni beberu, na ulipoona ni beberu, beberu ni mnyama. Katika Biblia ukisoma Danieli 7:23, mnyama anasimamia uongozi ama ufalme. Kwa hivyo ufalme wa pembe hiyo ndogo ilikuwa katikati ya uso, ikapigana na ikashinda katika jicho hilo. Na hizo ndizo hizi umeona zimefungwa na mzee anaitwa Ng'ang'a. Hapa ndio kwake hapa. Na hapa sehemu inaitwaje? Hapa naitwa sehemu hii sasa tuko. Hapa sasa hapa wanaita King Post, hiyo King Post. King Post kwa hiyo. King Post gani mahali mlikuwa? Mahali tumesimama huko barabara. Ndio King Post. Hii naye pepe inatolewa tu na kondoo dume. Venye maandiko imesema. Yaani ilitolewa na kondoo dume. Kwa hivyo msikilizaji, ukisikia ya kwamba yale tunasoma kwa maandiko ndio yalitendeka kwa hii beberu, yalitolewa na kondoo mume, akaiondoa hii sasa hii beberu. Waling'ang'ana huyu akajifanya atapiga yule. Yule akawa na nguvu. Wakati aligonga hii hivi tu safari moja. Amina sana. Imeshikana na andiko, ni vivyo hivi alikuwa katika unabii, akamgonga safari moja na akaanguka na ikatoka. Sasa ndio hiyo unaona hapa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Mungu awabariki wasikilizaji. Tunaendelea kutembea. Tumefika sasa kwa mzee Ng'ang'a. Tumepata beberu zake, mbuzi na kondoo amefuga hapa, na hapo ukiangalia na upande penye amefuga ng'ombe zake na sehemu yake hapa akiendelea ufugaji. Kwa hivyo tunasema na wacha Mungu ambariki na mkono wa Bwana ukawe pamoja nawe. Mungu akubariki sana. Sisi ni wahubiri, tunaendelea na huduma hapa mahali panaitwa Seria. Tuko hapa, umesikia, asante, karibuni na watu wote wakuje, kwa sababu tunatangaza Yesu ni Bwana, akija tuende mbinguni. Na wacha na Mungu akubariki. Tuko na Kwa hivyo bado tunaendelea kama vile tumetoka katika kuangalia tumetembelea boma ya mzee mwenye amefuga mambuzi na beberu, na tumenena kuhusu zile beberu. Wengine wao amchaiona, sasa umeiona, tumekuwekea katika hapo mtandao, utaona beberu ni nini, na tumesoma mafungu yake vile iligongo na imekuwa bahati. Tumepatana na moja iligongana na kondoo mume ikafunjika hiyo pembe yake kama vile maandiko inasema. Kwa hivyo katika hali hiyo sasa hapa tumetoka Laikipia tumeingia katika Baringo County, na huko Baringo kule mbele ni mahali panaitwaje? Mnasema inaitwa Kapel. Inaitwa Kabel. Ile milima unaona pale katika ile town ndio Kabel. Ndio tunataka kwenda pole tuone kama tutafika katika milima ile. Na hii ni milima mingine sasa hapo ikiendelea jinsi hiyo katika umepakana sijui na Wasamburu hapo hizo milima. Na hapa sasa ukiangalia tuko hapa katika maeneo haya tukiendelea mambo haya. Sasa Yesu alisema aje kuhusu hii kazi itafanyika kwa jinsi gani katika hali hiyo? Ningetaka mpenzi ndugu Dennis unisomee kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo 4 mstari wake ule ambao ni mstari wa pili. Tusikie vile Mungu anasema ya kwamba ili neno linafanywa katika mazingira gani na katika wakati gani. Tuone.
Biblia ikasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Timotheo wa pili 4 mstari wa pili, sio hiyo nasoma. 4 mstari wa pili, Timotheo 4 mstari wa pili. Biblia ikasema lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao, na wakati usiokufaa, karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu, wote na mafundisho, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ili kwa kuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Kwa hivyo ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unapoangalia katika hayo mazingira ya hizo milima, unaona ni vichaka, kuna minyama, kuna wanyama, nyoka wa kuua, kuna simba, kuna hata sungura wale wa msituni, kuna fisi, kuna wanyama wa aina zote, na hata kuna maumivu mengi unapata hapa. Miiba ndio kila mahali na kudunga, kama juzi nilidunga hapa, ndio sababu unaona hata sasa nashindwa kuvalia saa zingine viatu, sababu nasikia uchungu sababu kuna hiyo miiba. Sasa unaona Mungu anasema tuyafanye ujumbe huu kila wakati uliofaa na wakati usiofaa, kwa mazingira yanayofaa na mazingira yasiyofaa. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, umeitwa, nimeitwa, sisi zote tushirikiane katika kukamiliza huu ujumbe wa Yesu Kristo aliyotuajia kukaribisha wengi na kumfanyia marafiki. Kwa hivyo katika upande huu tunaendelea kusonga mbele ili ya kwamba tuone ni jinsi gani Mungu anaendelea kutumia katika hii safari yake, tukiendelea katika hali ya kutumia. Hapa sasa tumefika pahali unaona kwamba hii hawa ndio wanyama wanatembea peke yao. Angalia kama huyu ndume sasa hapa mbele pale ni mkali sana. Si unaona vile amefura na anataka ataki aone na watu. Ako na chuki na hasira mbaya kwa sababu ya kazi mingi anafanya kwa kulima. Hawa ndio minyama wa hapa. Wanajichunga wenyewe, sio kama wale kondoo Musa alikuwa anachunga, kwa sababu mashamba ni makubwa. Hivyo sasa tumewekea kingere kwa singo, nikiendelea kutembea jinsi hiyo ya kwamba sipotee na tunajua nyumbani bila kuelekezwa na mtu yeyote. Hapo sasa ndio mazingira tuko nayo hapa. Ukiangalia upande ule ni mazingira ambayo naona mapoma ziko mbali, kama ile poma inaonekana ni ya mtu mkubwa, sababu naona shamba yake ni kubwa sana. Hayo mambo ndio yanaendelea jinsi hiyo. Ukitazama upande mwingine milimani, mambo yanaendelea katika hali hiyo. Sasa hii tuko katika ile safari ya wana wa Israeli walipotembea miaka 40 njiani kwenda Kanaani na kulihubiri hili neno, na wengine wakafa njiani. Sisi ombi letu ni ya kwamba tusije tukafe njiani, lakini tufike katika safari hii tukielekea katika safari tukiona ni kitu gani inaendelea. Kwa hivyo tunaendelea na safari ndefu katika milima, kama vile unaona ya kwamba ukitazama upande ule kuna milima mirefu, ukitazama upande ule ni misitu. Na ule msitu walisema ni wapi huko? Karibu kuingia pale na ingia Wasonyiro. Kama ni ile. Walisemaje? Umesahau. Mbona usahau mapema? Kwa hivyo pale ile msitu walisema ni Wasonyiro, na ile nyingine ni wapi? Wacha tuulizie, hawa ndio wanajua. Habari yenu dada zetu. Ile msitu ni wapi pale mbele yake? Hata nyinyi mjina ni wenyeji hapa. Ile mlima pale. Kuna mwenye alisema kwamba ni Wasonyiro. Ile ni gani ukienda mbele yake? Ni road view. Hapa ijulikani. Na ile nyingine? Gani ile? Hiyo ndio sasa ni kutoka Karatu pale hiyo. Sasa nyuma yake ni gani? Hiyo hatujui huko sasa. Na hiyo nyingine? Gani? Hiyo. Hii. Hii sasa ni sasa kutoka Karatu. Unaenda na wakisema Karandi, unajua Karandi? Sasa ukitoka pale Karandi, utaenda Kasilima. Sasa pande hivyo, sasa kuruka na hapo ile nyingine sasa hatu. Sasa hiyo bado ni Laikipia County? Hiyo ni Laikipia. Na hapa ni Baringo. Sasa kutoka pale, kwa ile fence pale, rudi hivi ni Baringo. Hapa penye tuko sasa ni Baringo. Sasa ni Baringo. Okay. Kwa hivyo wapenzi, vile mnaendelea kusikiza ya kwamba tumetoka pahali panaitwa Laikipia, sasa tuko katika Baringo County. Kitazama upande mwingine kuna milima mirefu na watu wanaendelea jinsi hiyo. Na hii safari ni kama ile safari ya wana wa Israeli. Ndugu wangu, nataka usome kitabu cha Kutoka
13 ukianza mstari wake wa 4, ndio tuone vile Mungu anasema katika safari hiyo vile wana wa Israeli walitembea katika kutekeleza kazi ya Bwana kutoka mahali panaitwa Misri kuelekea Kanaani. Maandiko inasemaje? Maandiko inasema ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Katika mwezi wa Habibu Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanani. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta katika nchi ya Kanaani, na Wahiti, na Wahiti, na Waamori, na Waamori, na Wahivi, na Wahivi, na Wahebusi, na Wahebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zenu, nchi hiyo aliyowapea baba zenu, kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali. Ni nchi imiminikayo maziwa na asali kidogo. Kwa hivyo ndugu wapendwa, ndio unaona kwamba hii michi wana wa Israeli au kwa wanaifahamu jinsi hile, nasi vile vile unaona penye tuko hata tumekuwa tukiulizia pale ni upande gani na huko ni upande gani. Hata wale ambao ni wenyeji wa hapa hawaelewi kule ni upande gani, sababu ni mbali na milima ni mikubwa na iko na wanyama na iko na bandits pale ndani, wale ambao wako na bunduki ya kuchukua ng'ombe wanachukua pale nchi za Somalia, Ethiopia na Sudan. Kwa hivyo hapa ndio mipaka watu tuko, na hiyo sasa tukiendelea katika michi hiyo kama ya wana wa Israeli, lakini zaidi ya yote Mungu aliwafukisha akawafikisha mahali panaitwa Kanaani. Naendelea kusema Biblia ikaenda kusema nchi imiminikayo maziwa na asali, ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Fungu la 6 ikasema mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, nayo siku ya 7 itakuwa ni siku kuu ya Bwana. Mikate isiyochachwa italiwa katika hizo siku 7. Mkate uliotiwa chachu usionekane kwako, wala chachu isionekane kwako ndani ya mipaka yako yote. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba tendo la Pasaka ni tendo lilikuwa tangu yadi, tangu mababu, na hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani. Unaposoma katika Yohana 14 ukianza mstari wake, sio kusoma, nataka kuparaphrase. Ukianza mstari wake ule wa kwanza kuteremka mpaka mstari wa 8, Yesu anasema ya kwamba alifanya hiyo Pasaka kwa ukumbusho wake. Kwa hivyo ilikuwa wakati ule, ilikuwa inaandaa wana wa Israeli kuhusu na damu ya Yesu vile itakuwa inawakomboa wakati wa mashaka, wakati wa chuki na wakati wa safari ndefu. Kwa hivyo Pasaka ni kitu cha muhimu kitawadhana, na kutumia kikombe na mkate inatuandaa na ukumbusho wa Yesu Kristo. Tukitembea katika safari hii tunakumbuka vile Yesu alitembea safari ndefu mpaka akafika karibu Ethiopia kulihubiri hili neno na dunia mzima, na sisi ametuamuru tunaendelea jinsi hiyo. Safari ikakuwa namna gani, mtumishi wa Mungu? Nawe utamwambia mwanao siku hiyo ukisema ni kwa sababu ya hayo Bwana alionifanyia hapa nilipotoka Misri. Nayo itakuwa ishara kwako katika mkono wako na kwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako. Kwa hivyo sasa hapo katika hayo kumbusho la Pasaka linakukumbusha tena sheria ya Bwana ipate kuwa katika kinywani mwako, sababu pasipokuwa hii sheria hatutagundua maovu ya shetani. Hiyo sheria lazima iwepo ili ya kwamba itukumbushe maovu ya shetani na ituandae kwa sababu ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake, mwaka baada ya mwaka. Weka wakfu mzaliwa wa kwanza. Itakuwapo hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Kanaani, kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa. Ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye azalishwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kwa hivyo sasa katika hiyo amri, mpenzi msikilizaji, vile unavyosikiza ni amri ambayo iliidhinishwa kwa watu na vizazi vyote, ili ya kwamba usikize na ufuate katika amri hiyo kama ukumbusho katika kutenda mema sayari ya dunia na hata katika ufalme ujayo. Ndio sasa Mungu anasema ya kwamba anakuhitaji wewe, ananihitaji mimi, na sisi zote tujiandae kabla alechee, sababu waofu hawataingia mbinguni. Vile aliwaandaa Waisraeli wote wakakubali, lakini wengi wakakaidi. Ndio sababu wawili tu ambaye anaitwa ni Kalebu na mtu anaitwa Yoshua, kwa wale watu wazima waliotoka Misri, ndio waliingia Kanaani kwa sababu ya ukaidi na uovu wao njiani. Ndio tunakuhimiza katika masaa haya ili na wewe ya kwamba usije ukaingia katika uovu huo, lakini ombe Mungu akusaidia akupatie neema na hekima ya kumshinda yule mwovu shetani, ili ya kwamba ukafike mbinguni. Naendelea kusema andiko. Ikaendelea ikasema
kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo, na kwamba hutaki kumkomboa utamfunja shingo, na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema, hivi utamwambia Bwana alimtoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uwezo wa mkono wake. Kwa hivyo Misri ilikuwa ni nyumba ya utumwa, na wewe mahali popote ulipo, yaenda ikawa umekaa katika nyumba ya utumwa ambayo ni nyumba ya dhambi, nyumba ya chuki, nyumba ya hasira, na inakuletea changamoto nyingi katika maisha yako. Ndio sasa kama vile aliwahamisha wana wake kutoka nyumba ya utumwa ya Misri kupitia kwa mkono wake wa kuume, kama vile anasema katika Isaya 41 fungu la 10 ya kwamba tusiogope, atatuokoa na kutukomboa kupitia kwa mkono wake wa kuume. Na sisi anatuita ya kwamba katika siku ya leo, ili ya kwamba tukomboe, tuingie katika zina lake, ili ya kwamba akicha atupeleke mahali panaitwa mbinguni. Andiko linaendelea kusema, basi ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa mnyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wao. Kwa hivyo sasa historia hiyo ni ndefu ya wana wa Israeli, Mungu kupanga mpaka kuondoa Misri. Sababu ni jinsi gani sasa Mungu alipanga katika hali ya kuondoa katika Misri. Nataka usome kitabu cha Kutoka 3 tukianza mstari wake wa 7, ama ukianza mstari wa 3 ndiye italeta msingi wake mzuri, tuone vile Mungu aliandaa safari hii ya kuondoa wana wa Mungu Misri. Maandiko yanasema, Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na kwa sababu kijiti hiki hakiteketei, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili amtazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Kwa hivyo sasa Mungu mpangilio wake aliuanzisha, sababu wana wa Israeli walikuwa wamekaa Misri kwa miaka 400. Sasa walipokuwa wamekaa huko zaidi ya miaka 400, ndio sasa Mungu akafanya njia ya kuwakomboa na kuwaokoa kutoka Misri. Sasa akamtumia mtumishi wake Musa, mwenye alikuwa mchunga kondoo, pale katika penye alikuwa malishoni, akaona kichaka kinawaka moto. Na kile kichaka ukisoma katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 29, inasema ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hivyo ule ulikuwa ni Mungu mwenyewe alishuka ndani ya kichaka akamnenea, sababu sauti ilitoka ndani ya kichaka. Ikamnenea aje sasa, ikiendelea kusema. Biblia ikaendelea kusema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hivyo kumaanisha tafsiri hiyo, ule moto ulionekana usiokuwa na choma, usiokuwa wa kiberiti, ilikuwa kwamba sio kichaka tu, lakini kilichokuwa pale ni Mungu alikuja akajidhihirisha kwa ishara ya moto, sababu ilikuwa ni kichaka. Sisi hapa tunaendelea na huduma ya akiendelea katika kichaka. Kwa hivyo katika tafsiri hiyo ukitazama ya kwamba kulingana na tafsiri hiyo ya Biblia ni kumaanisha ya kwamba kile kichaka hakikuwa tu kichaka, isipokuwa alikuwa ni Mungu alikuja akionekana kama kichaka, na zaidi ya yote sababu kuna sauti ilitoka kwa kile kichaka. Kwa hivyo ni Mungu mwenyewe alishuka kwa mfano wa moto, sababu Mungu kulingana na mujibu wa Waebrania 12:29, Mungu ni moto ufanya nini? Ulao. Endelea kusoma. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Musa sasa akaficha uso wake kwa sababu aliogopa kumwangalia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na dhambi
Hauwezi ukaikaribia moto, utakuchoma. Na ile miale ya moto kama vile ilitendeka kwa Sauli alipokutana na Yesu, miale ya moto, ya miale ya chua ikafanya nini? Ikapofisha macho yake, hakuona tena. Kwa hivyo ukimtazama utakuwa ni kipofu. Ndio sababu akatazama. Lakini akaidhinishwa afanye namna gani? Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba huyu Mungu aliona machukizo. Leo pikipiki pita kwanza sababu nakuja mbio. Mungu aliona machukizo na akasikia kilio cha wana wa Mungu. Wana wake na mateso walikuwa wanapitia pale Misri. Sasa akashuka. Kwa hivyo ni kudhihirisha ya kwamba kile kichaka ni Mungu mwenyewe alishuka, akanena na Musa. Hivyo sasa jinsi ile Mungu aliposhuka, na wewe katika hiyo shida yako ya ugonjwa, Mungu atashuka na akusaidie. Katika hiyo shida zako zenye uko nazo, Mungu atashuka na akusaidie ikiwa utaamini, au rasmishi wala ushurutishwi. Naendelea kusema niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamhori na Mperisi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso yao ambayo Wamisri wamewatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Kwa hivyo Mungu ako na mpango wako. Vile alipangia Waisraeli baada ya miaka 400 wakuwa katika mateso, wakilia, wakiomboleza. Wakati mwafaka wa ukombozi ulipofika, alimtuma mtumishi wake Musa, akaenda akawaondoa Misri, akawaleta katika shamba na mchi penye kulikuwa kunatiririka na asali na maziwa. Itakuwa furaha gani mpenzi mpendwa, wakati Yesu atakaposhuka katika kitanda chako cha ugonjwa, anyoshe mkono wake na aseme ya kwamba mwanangu, umesumbuka zaidi leo nakuponya. Ashuke katika shida zako zote zenye zinakusumbua, zimekufanya umesononeka, umekata roho katika dunia hii, na aseme ya kwamba leo nakukomboa. Huyo Yesu ndiye tunaendelea kumwabudu na kumshukuru na kumubariki na kumuhubiri katika maeneo haya ya vichaka, katika pembeni za dunia, kuambia ya kwamba jiandae sababu Yesu yuacha. Huo ndio uchumbe tuko nao katika maeneo haya. Na huu uchumbe unakuhitaji wewe, unanihitaji mimi. Kwa nini? Soma Isaya 6 fungu la 8, ndio hii point itaingia vizuri. Isaya 6 mstari wa 8. Biblia ya Mungu ikasema, Naam. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema. Nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema. Mimi hapa nitume. Kwa hivyo sasa, ndugu mpendo, mahali popote ulipo katika masaa haya, yaenda ikawa katika kazi ya Mungu inafanywa katika njia nyingi. Kuna vile Mungu anasema ya kwamba ikiwa wewe utaenda jinsi ile tumeenda, unatuma mwingine kupitia kwa mfuko wako ili kwamba anaenda na anafanya hii kazi. Sababu sasa kama mahali hapa tuko tumekutana na watu wanahitaji kuingia katika ushirika, wamempata Yesu. Na hapa mahali injili hii itahubiriwa injili ya Adventist haikuwa hapa. Sasa tumepata watu wataenda kupatizwa, wanahitaji penye watakuwa wanaabudia, kwa hivyo shamba inahitajika na ni gharama. Vile vile wanahitaji penye watakuwa wakiendelea kuabudia, au labda katika ile sehemu watakaa ama nyumba ya kukodishwa, waendelee watu wakijiandaa kwamba wapate shamba. Kwa hivyo unahitajika wewe, ninahitajika mimi katika kuendeleza hii injili. Na zaidi ya yote, baada ya kufanya hayo, ni kitu gani utakuja kupokea? Mathayo 19 tukisoma mstari wake ule wa 27 mpaka 30 pale, tusikie vile nasema, ukiacha vyote na ukiachilia kwa Mungu utakuja kupokea nini? Biblia ya Mungu ikasema, ndipo Petro akajibu, akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote. Tazama sisi tumeacha vyote. Tukakufuata. Tupate nini basi? Tupate nini basi? Yesu akawaambia. Amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi. Amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi. Katika ulimwengu mpya. Atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha
utukufu wake. Ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Kwa hivyo sasa faida ya kwanza ikiwa naifanya kazi ya Bwana, Yesu atakaporudi utakuwa na nafasi, utakuwa na sehemu ya kukaa katika zile viti 12. Sana namna gani? Mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kwa hivyo sasa zaidi na kuketi katika zile viti 12 vya mbinguni, tena utakuwa na nafasi, mpenzi mpendwa, ukihukumu zile kabila 12 za Israeli. Kwa hivyo itakuwa ni faida kubwa sana. Ikiwa umejishirikisha katika hii kazi ya Bwana, utapata faida ya kwanza, kuketi katika viti 12 vya mbinguni. Na zaidi ya yote utakuwa hakimu mkuu katika kuwahukumu watenda dhambi. Jambo lingine, faida nyingine, 29 ikasema, na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike, au baba au mama au watoto, au mashamba, kwa ajili ya jina langu, atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Kwa hivyo zaidi na kuketi katika kiti cha enzi na kuwa hakimu. Kwa hivyo ukiwa ukiviacha vyote, unaacha mashamba, unaacha manyumba, unaacha mume, unaacha mke, unaacha watoto na mali zako zote, utapata 100%. Hakuna kitu kingine kama kupata 100%, sababu hii 100% ni zaidi ya vyote vyenye ulikuwa unatarajia. Hiyo sasa Yesu akawatunikia hiyo na akawaamurisha katapata hayo. Zaidi ya hayo, kumaanisha ya kwamba unapofanya hii kazi haina hasara, faida ni tele zaidi ya vile ulikuwa unatarajia. Maliza. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Lakini ajabu sasa penye kuna chaspani ya kwamba waliokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa nini? Na ni akina nani hao watakuwa wa kwanza walikuwa wa mwisho? Hebu soma kitabu cha Mathayo 21, ukisoma fungu lake la 31 kuteremka, tuone ya kwamba ni akina nani hawa waliokuwa wa kwanza na wakina nani hao watakuwa wa mwisho. Sababu Mungu anasema vizuri, hamuna mtu yoyote atakayefungiwa nje katika hili neno. Maandiko yanasema, yeye akasema, je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi? Kwa hivyo hapa kuna kisa kilitokea. Baba mzazi alikuwa na wana wawili, akamwamuru mmoja ya kwamba akaingie katika hali ya kuenda kufanya kazi. Mmoja akasema ya kwamba baba siendi, na mwingine akarudi akasema sitaenda, nitaenda. Lakini yule alisema baba siendi, akarudi akamwambia I'm sorry, nitaenda. Sasa hapo Yesu anauliza ni nani alitenda wema? Endelea kusoma. Wakamwambia ni yule wa pili. Ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia. Watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ndugu mpendwa msikilizaji, ni kumaanisha ya kwamba hata makahaba na watoza ushuru hakuna hata mtu mmoja amefungiwa nje katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba wewe mwizi, wewe mchawi, wewe mzinzi, wewe mwenye unatenda dhambi ya kila aina, pia Mungu anakuhitaji na nafasi yako hiko katika ukombozi ikiwa utaamini na kukubali kwanza matendo yako mabaya. Naendelea kusema, ikaendelea ikasema, kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msio muamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Kwa hivyo sasa Yohana alipokuja kwa wale ambao ni Wayahudi wenye walikuwa wamwamini, walikosa kumwamini, wakaanza kujikweza, kujipiga kifua, kujiinua. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba mpenzi mpendwa, ili neno na injili ya Yesu Kristo haihitaji kujikweza wala kujiinua, isipokuwa wale ambao walikuwa ni makahaba na watoza ushuru, kama akina Mathayo walikutwa katika kutosha ushuru, kama akina Zakayo wakamkubali huyu Yesu. Lakini wale ambao waliandaliwa ujumbe huu wakaukataa, wakapotea milele. Ninakuomba katika siku ya leo, na wewe mahali popote ulipo, tusije tukatembea vichakani hivi na kuchoka ya kwamba tena tukose ufalme wa mbinguni. Na wewe usiwe mkaidi katika hili neno, liitikie na mkubali Yesu. Fanyisha, jihusishe katika injili ya Bwana, katika nguvu zako kuifanya, kwa mali yako na kwa uwezo wako wote, ili ya kwamba injili iendelee mbele, kwa sababu bila wewe ili neno halitaendelea. Pasipo mimi ili neno halitaendelea. Kwa hivyo sasa Mungu ametuita na tumeona faida ya kutenda matendo haya. Kwa hivyo tunakukaribisha katika kuangalia na kusikiza, na zaidi ya yote baada ya kuona ujumbe huu, peana kwa wengine, you share to others, ili ya kwamba na wao wafarijike katika neno hili. Kwa hivyo na huu ujumbe tunapoiendelea hapa vile tumesema,
tuko katika kaunti ya Laikipia ikipakana na kaunti ya Baringo. Sasa kama sasa tuko Baringo, ndio sasa tumeanza safarini kurudi kwenda Laikipia, na tukifika hapo Laikipia, kisha baadaye upande mwingine kuna Samburu, ambapo ili neno linaendelea kupeperushwa, na siku ya mwisho tukiwa hapa itakuwa ni siku ya Sabato, ndio tutakapomaliza, na hapo tutakuwa na kikundi kikubwa wale wamekubali Yesu Kristo, tuwapokesha kwa kanisa lilioko karibu, na kwa sababu kanisa lenye liko karibu hapa ni zaidi ya kilomita 40 kufika kwa hilo kanisa. Kwa hivyo ndio sababu tunahitaji kufungua kanisa ndogo katika mahali hapa penye watu wataendelea kumwabudu Mungu na kumuinua. Kwa hivyo tumeongea na viongozi wa maeneo haya, tutawaachia au wenye tumeandaa kwa sababu ya Yesu Kristo. Na Yesu alisema ya kwamba huu ni wakati wa kumwandalia marafiki ili ya kwamba akija tupeleke mbinguni. Ndio tunakuomba na wewe usiachwe nje katika hiyo. Na kujifanya kazi hii ni kutoka kwa mfuko wako, kwa nguvu zako na kujitolea, ndio hii kazi inaendelea. Kwa hivyo katika hiyo, mpenzi msikilizaji, sasa tunataka kukomea hapo tukikwambia na Mungu akubariki, tukiongoja siku nyingine tuonane panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele, tukishirikiana na ndugu mwenzangu mtumishi wa Mungu Dennis nani? Dennis Kiplimo. Dennis Kiplimo kutoka Resource. Yeah. Na ndugu yetu Amos, unaitwaje Amos nani? Naitwa Amos Kipkoech. Amos Kipkoech kutoka Nandi. Au sasa ndio tumejaribu kutembea hapa, wengine tumeacha nyumbani sababu ni wazee. Sisi tumetembea hii milima, tumechoka, tumetokwa na jasho na tumehubiria watu. Sasa tumerudi ili ya kwamba tujiandae katika kuona mafundisho mengine ya mchana pale katika kwa soko. Tukimaliza tutakuwa na kipindi cha usiku mpaka saa 6, yani kuanzia saa 1 mpaka saa 4 cha unabii. Kisha hapo tutarudi penye tunaishi, tunakuwa na mkutano mpaka saa 7 usiku, kunena na watu kuandaa kwa sababu ya Yesu. Mungu akubariki, tushirikiane tukiongoza marejeo Yesu mara ya pili. Asante sana.